Tunaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi mkuu sasa, ambao bila shaka na wewe utatia nia. Kwa upande wako una lolote la kuwaambia wananchi wako wa Vikindu? Wananchi wangu wa Vikindu, mimi cha kuambia kwamba mimi narudia tena. Nahitaji tena. Nahitaji tena. Walinichagua 2020 nikuwa diwani wa kata Vikindu. Mwenyezi Mungu akajalia nikawa sasa hivi ni makamu mwenyekiti wa halmashauri. Kwa hiyo ina maana kazi kubwa ambayo nilifanya na madiwani wenzao kaniona wakanipa nafasi ya makamu mwenyekiti. Kwa hiyo bado narudia tena. Kwa hiyo niwaombe tu kwamba sawa, ikifika muda sawa, ikiwapendeza. Umeona wakiniona ninafaa. Basi umeona warudi na mimi. Pale kwenye kata yako ya Vikindu mheshimiwa, kuna sehemu inaitwa Mwajasi ambako kabla hujafika kuna daraja dogo hivi la mkokosi ambalo limekuwa na changamoto kweli hasa kipindi cha mvua. Hili tunalizungumziaje? Maana limekuwa tatizo sugu. Hili ni tatizo kubwa, tunalijua na tayari tunaye mkandarasi. Tunasubiria mvua zikate hizi, atakwenda kujenga daraja, na sio daraja tu pale. Sawa, barabara zote tutakwenda kuzifanyia marekebisho. Zile za umuhimu kubwa zile tutakwenda kuzifanyia marekebisho na kujenga makaravati katika vivuko vyote. Hili lipo. Umeona, na kama mliwahi kusikia barabara ya Vikindu kituo cha polisi mpaka TSN Mwembe Mtengu, sawa, tumekwenda kujenga, tumepata pale karibia bilioni 1.3 na limejengwa daraja kubwa pale Mkokozi, na barabara inakwenda kujengwa mpaka kutokea Mwembe Mtengu. Lakini kuna barabara kadhaa ambazo kwamba zimejengwa ikiwemo Mwanambaya, umeona, barabara ikiwemo barabara ya Bupu Kise, sawa, barabara ya Mkamba na barabara nyingine mbalimbali. Kwa hiyo tunakwenda sasa, kwa sababu tulikuwa hapo nyuma 2020 ilikuwa tuna uhaba sana wa upande wa elimu na afya. Tumejivuta sana. Mfano kata Vikindu ilikuwa na shule za msingi 4, sasa hivi tuna shule za msingi 12 ndani ya miaka 5 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Sawa, tuna shule 12. Tulikuwa tuna shule ya sekondari 1 ambayo ni Vikindu sekondari. Sasa hivi tuna shule za sekondari 4. Tulikuwa tuna zahanati 2, sasa hivi tuna zahanati 4, lakini zaidi kwamba tuna kituo cha afya chenye thamani ya milioni 900. Sasa nani kama Mama Samia Suluhu Hassan? Lakini yote kwa jitihada kwamba ushirikiano wangu mimi, mheshimiwa mbunge, sawa, na mheshimiwa rais ndio amezaliwa matunda haya ambao kwamba tunanemeka nao Vikindu. Kwa hiyo hata upande wa barabara tutaeneza ujenzi wa barabara kama tulivyofanya upande wa umeme, upande wa elimu na upande wa afya. Yote yatakaa sawa. Kikubwa kwamba ni subira tu, wananchi wawe na subira, kwa sababu wanasema kwamba hata mbuyu ulianza kama mchicha. Kwa hiyo tunaenda kama tulianza upande wa elimu, tumepunguza, hatujamaliza, tumepunguza. Lakini na pia tunajaribu kupunguza pia upande wa nini? Upande wa miundombinu ya barabara. Asante sana mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa diwani wa kata ya Vikindu, na tukushukuru. Labda kwa kumalizia, kama una lolote la kuambia wananchi wako. Mimi la kuambia wananchi wangu, tuwe na subira kipindi hiki tunachoenda kwenye uchaguzi. Tuilinde amani yetu, lakini tumwangalie Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ndiyo mgombea pekee ambaye ametokana na Chama cha Mapinduzi, kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi, na ndiye rais wetu. Tumpatie kura za kutosha, kwa sababu tumeyaona aliyofanya: vituo vya afya, mazahanati, mashule, upande wa elimu. Lakini mzee Dodoma sasa unakwenda masaa 4 tu. Na SGR masaa 4 tu unakwenda. Zamani kwa tumia mpaka masaa 12 Dodoma. Yaani mpaka ile safari ya Dodoma ilikuwa ni kero. Lakini sasa hivi unatamani kila siku uende Dodoma. Morogoro ni saa moja tu hapo, tayari uko Morogoro. Ni jambo kubwa sana ambalo hatukutegemea. Umeona lakini Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya hilo. Kwa hiyo tumpe pongezi zake, lakini yeye tunasema kwamba hana deni kwetu, ila sisi tuna deni kwake. Tumlipe. Hiyo itafika mwezi wa 10. Tumlipe Mheshimiwa Rais sawa, kwa kumpatia kula nyingi sana. Kwa hilo ambako kwamba mimi nawaambia wana Vikindu, sawa, tumlipe Mheshimiwa. Hasa kama Vikindu katufanya mambo mengi Mheshimiwa Rais. Sawa, mashule hayo niliyosema, mazahanati niliyosema, kituo cha afya, sawa, umeme, kafanya mambo mengi. Sasa
Sasa kwa hiyo tukimwacha umeona haitakuwa sawa sawa, lakini pamoja na sisi wasaidizi wake mimi kama diwani wa kata Vikindu pamoja na mheshimiwa mbunge Alhaji Abdalla Hamisi Ulega sawa waendelee na cheni hii ili waendelee kunufaika zaidi na kunemeka wana Vikindu. Karibuni sana kliniki yetu ya meno Makutano. Tunatoa huduma za meno kama ifuatavyo: tunang'oa meno, meno bandia, kuziba meno, kusafisha meno, tunafanya operation ya kinywa. Tunapatikana Vikindu Madafu, Makutano Pub. Tunafungua kuanzia saa 11 alfajiri na tunafunga saa 4 kamili usiku. Mawasiliano zaidi ni haya hapa: 0740797598. Kwa afya bora ya meno yako, basi njoo haraka sana tukuhudumie. Nyote mnakaribishwa.